Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kuambiwa kitu kitakacho kuondoa shaka. Kumjali sana mtu hata kama ana makosa huwa anayafanya. Kufanya kitu ulichokiamua kwa sasa. Maumivu ya viungo vya mwili kupungua au kuisha kabisa. Baadhi yenu kutafuta ajira. Kumwazia mtu. Utakuwa mwenye kupokea ushauri kwa watu wengi. Kuelezea changamoto za mtu anazozipitia na kufanya apate msaada. Nyota ya Nge. Utasitisha mawasiliano na mtu. Kuchoshwa na mtu asiyekuwa na shukurani. Kuongea sana kuondosha jazba zako. Kupita sehemu na kusikia minong'ono au maongezi ya chini chini. Kuna tukio utakalolijua. Kufikisha ujumbe wa mafumbo kwa mtu. Vitu muhimu kufutika kwa simu au kifaa chako. Kutoa pesa ya haraka ili upate kitu unachokihitaji chenye ulazima. Kushangazwa na upendo wa mtu kwa anayokufanyia. Nyota ya Samaki. Kuelezewa kitu unachokijua. Kulihangaikia jambo lako mpaka kutimia. Kutokata tamaa kirahisi. Kutamani mtu apate funzo. Kushika tama au kujishika shavuni kwa mafikirio kila wakati. Kusitasita sana. Mtu kupata manufaa bora kwa sababu yako. Kulinganisha upendo wako na mtu. Kuwakumbushia watu matukio ya zamani mpaka watakuita mwanahistoria. Kukusanya makosa ya mtu muongo kwani huwa si rahisi kusahau. Utamtumia mtu ujumbe atakaouelewa pema. Nyota ya Ng'ombe. Kutaka mtu akufafanulie kitu kiundani. Utauliza jambo linaloendelea kwa mtu. Kufanya usafi sana wa mazingira yanayokuzunguka. Kuifananisha sauti ya mtu. Kuona kitu kinachojirudia. Kupata ukumbusho. Kukiri jambo. Kunufaika na kitu ulichokifanya kwa mtu. Mtu kukuambia ukweli. Nyota ya Mbuzi. Kufikiria pindi utakapokutana na mtu unayemuwaza. Mtu kushindwa kukuelewa na hautotaka kuelewe kabisa. Mapigo ya moyo kuwa kasi sana. Kumfahamisha mtu jambo unalolichunguza. Kujua mtu hahusiki kwa kitu. Kupata kazi ya muda mrefu kuifanya ila yenye manufaa mazuri. Kutoa suluhisho kwa watu. Nyota ya Mashuke. Kuongea na mtu kwa uzuri ila baadaye mtakwazana. Kuingia kwenye upinzani na mtu. Kuchukia mtu kukuiga. Kusikia sauti ya mnyama akilia kila siku katika eneo hilo hilo. Utapata ujumbe utakaoufanyia kazi. Mtu kuacha kazi ghafla. Kuona wadudu wengi sehemu. Utapambana na shari inayokuandama. Nyota ya Mapacha. Kupita sehemu na kuhisi umeitwa au kusemeshwa. Kutembea kwa mawazo na kujikuta umefika sehemu uliyoihitaji. Kutamani kujua mtu anavyokufikiria kwa sasa. Mtu atahitaji umsamehe. Kusikia sauti ya ndege sehemu ikiwa si kawaida. Ni ishara njema kwako. Kupata tahadhari na kukumbushwa jambo muhimu. Kuithamini kazi yako na kujituma zaidi. Nyota ya Mizani. Kufanya kitu kwa mipango. Ulichokipanga kwa muda mrefu unaweza kukifanya sasa. Kukaa sehemu yenye ukimya sana. Mtu kujua kama unahitaji kuzungumza naye ila unashindwa kumuanza. Kuhisi mtu anakudharau. Hutaonesha kuumizwa sana kwa jambo la mtu. Kupata ugonjwa wa ghafla. Miguu na kichwa kuuma sana. Nyota ya Ndoo. Kutopenda ubishi wa mtu. Utachukia kuambiwa kitu. Kuwaona mende wengi sehemu. Itakujulisha ushirikina kukuandama. Kubishana na mtu. Macho kutoa uchafu au machozi. Kupata furaha unapokuwa upo huru au mbali na mtu anayekukera. Nyota ya Punda. Kuyajutia matumizi mengi uliyoyafanya bila mpangilio mzuri.
kupoteza hamu ya kula kwa baadhi yenu, kumsema mtu kwa uchafu, kutoa kitu ulichokipenda au kukihifadhi kwa muda mrefu, kupata ndoto ya kweli katika maana yake, kumnyoosha mtu sehemu aliyoumia au yenye matatizo, kusubiria majibu ya mtu kwa hamu kubwa. Nyota ya Simba. Maneno yako mazuri yatamjenga mtu. Utafanya mtu awe na mawazo mapya au mwanzo mwingine. Kuhisi ulichokipoteza kinarudi kivingine. Kuwa na hamasa ya kuonana na mtu au kufanya kitu. Kupoteza pesa ulioihifadhi kwenye nguo yako. Kunywa maji sana kwa kuhisi kuchoka, koo kukauka au kiu cha mara kwa mara. Kuujua usaliti wa mtu. Nyota ya Mshale. Kutamani kitu. Kuongea urongo ila mtu hatojua kwa kuwa na kuamini. Kukutana na watu tofauti ambao ni wajawazito au wenye hali zinazofanana. Itakujulisha utalihangaikia jambo na kulimaliza. Kufahamu mtu ana uelewa mkubwa baada ya kuongea naye. Fikra zako zitakuwa tofauti kwa mtu. Kuongea kwa kujing'ata. Kutaka mtu atambulike rasmi. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.